Oya, mambo vipi mtazamaji wa Big Talent TZ? Karibu tena katika channel yako hii kuendelea kupata dondoo za teknolojia, masuala ya applications, YouTube, masuala ya kuedit pamoja na kufahamu new info zinazoendelea kutokea kila siku. Katika kuangazia masuala ya mtandaoni siku ya leo, hivi unafahamu kwamba wifi owner au mmiliki wa wifi anaweza akaangalia history ya logins pamoja na search zilizokuwa zimetumika katika wifi yake kwa kipindi chote tangu alipokuwa amejoin. Device yoyote ambayo ilijiunga na wifi yake kwa kipindi chote hicho, anaweza akafuatilia ulikuwa umelogin kwenye vitu gani na vitu gani. History hiyo itakuwa inampa yeye fursa ya kujua kwamba kitu gani ambacho kilikuwa kinaangaliwa sana wakati wifi yake imekuwa connected kwenye device hizo ambazo zimekuwa shared password pamoja na hiyo wifi. Na hapa ninazungumzia zile wifi za majumbani kama router pamoja na aina nyingine za wifi. Lakini sio wifi ya simu ambayo unampa mtu hotspot na anaingia wifi kupitia simu yako. Hapana, ni zile za majumbani au maofisini. Usije ukashangaa ukamwona bosi wako anafurahi kila anapokuona, basi ujue anajua kitu gani ambacho huwa unakiangalia kupitia wifi ambayo imekuwa connected na hiyo wifi ya ofisini. Sasa anawezaje kuona hizo history? Katika kila wifi au router inakuwa ina IP address ambayo inatambulisha iko kifaa. So hizo IP address ukizichukua kisha ukaziingiza katika browser yoyote ile ambayo unaitumia katika simu yako, iwe Chrome, iwe via browser, iwe PHS na nyinginezo nyingi, ukaandika hizo IP address sehemu ya search, automatically baada ya kusearch itakuja information ikihusu hiyo IP address na kuletea sehemu kama ya login. Utakapokuwa umeingia ndani, utaweza kuona management ya hiyo wifi ikiwemo hizo devices ambazo zilikuwa zimejoin katika hiyo wifi yako pamoja na history ambazo zinahusika kwa wale ambao wamelogin walikuwa wanaangalia vitu gani. Inashauriwa kwa wamiliki wa router na hizo wifi za majumbani au maofisini kuzifuta hizo history, sio tu kwa ajili ya kuonekana kufuatilia history za watu ambao wana login au device ambazo zina login katika hizo wifi, bali pia hata kuongeza performance ya hizo wifi. Pindi itakapokuwa ina history pamoja na caches nyingi, itasababisha hata performance na speed ya wifi kuwa ndogo pindi watu watakapokuwa wameongezeka kuingia katika hiyo wifi. Na wewe ambaye unatumia wifi unayokuta sehemu, basi hakikisha unatumia VPN ili kulinda IP address zako zisiwe zinakuwa shared katika hiyo wifi na ikaonekana history gani ambazo zimelogin katika hiyo wifi. Nadhani utakuwa umeelewa vizuri mtazamaji kuhusiana na masuala hayo ya kimtandao. Naitwa Salumu, unaweza kuniita Salu the Genius, unaweza kuniita Salu etikipenda. Endelea kufuatilia Big Talent kujifunza vitu vingi. Usiache kusubscribe kama ni mtembeleaji mpya katika channel hii. Tukutane tena hapo baadaye kuendelea kupata videos mbalimbali. Endelea kuenjoy.